ligi kuu kwenyewe itakuwa ni bahati, kwa sababu wamekuwa na mwanzo usiokuwa mzuri wa ligi na wameshindwa kurudi kwenye njia sawa sawa. Ukiwaangalia KMC tangu zimeanza purukushani za hatari ya kutaka kushuka daraja, haikuanza msimu huu, lakini msimu huu wameshindwa hata kujirudisha kwenye njia ya kuwaweka wakae kwenye uelekeo wa kubaki ligi kuu. KMC mwenendo wao hauridhishi. Ndio maana nasema wasipokuwa makini, kuna uwezekano mkubwa KMC msimu huu akashuka daraja. Yaani wafanye kazi ya ziada kama wanataka kubaki ligi kuu, lakini kwa hali yao ilivyo pale, yaani wakipambana sana labda wajinasua watu waingie kwenye playoff. Lakini wakikaa hivi kwa mwenendo huu walionao, KMC hata playoff hatocheza, anaweza kujikuta anashuka. Wanaweza kujinasua kutoka kwao, kutoka walipo. Sioni hili kwa sababu sio tu mkiani, yani nasema hapo kwenye mkiani kujinasua kufika hata nafasi ya kucheza playoff, kwa sababu walipo wanashuka moja kwa moja, no playoff. Wawili wale wa chini tu wanaondoka moja kwa moja. Sasa kwenye hili naona hata kujirudisha tu kwenye playoff ni ngumu kwa KMC. Mfano mimi jana nilikuwa natazama Singida imefanya maamuzi magumu sana kwenye siku za hivi karibuni, na inakutana na mechi dhidi ya KMC. KMC hana cha kupoteza kwenye mechi hiyo. Angeweza kufanya vyovyote vile aweze kutengeneza nafasi tu za at least hata kutoka sare na Singida ambayo imetoka kufanya maamuzi magumu, kuharibu hata wachezaji wenzao psychologically ndani ya uwanja ili kutengeneza nafasi na kupata matokeo, lakini haikuwa hivyo. Tofauti ya KMC ya nafasi ya 16 kurudi kwenye nafasi ya 13, 14 ni ipi? Unajua sasa hapo ndo tunaona tofauti. Singida yuko juu lakini wamejiwajibisha wenyewe. Alafu kuna timu ipo chini huku huwaoni kama wanawajibika kama ambavyo ilipaswa kuwa. Binafsi ukiniuliza miujiza ya mpira wa Tanzania msimu huu itakuwa ni KMC kubaki ligi kuu pasina kucheza playoff. Hiyo itakuwa ni miujiza kwangu. Na nisio muongo, sifikiri kama linawezekana kucheza playoff. Ndio maana nikasema mwanzo, yani wakijitahidi sana labda waingie kwenye playoff, lakini kwa mwenendo alionao how deserve kwenda playoff. Ni unashuka moja kwa moja. Yani wakiendelea hivyo walivyo, hata playoff hawataweza kucheza. Yani kama wakisema warudi wajiweke sawa, KMC wanaweza wakapata bahati ya kucheza playoff, lakini kwa mwenendo huu KMC wamenipa mashaka makubwa. Na isipo bahati sasa, sio tu KMC na ana wenzake wako juu yake na wao, sio kwamba wanataka kucheza playoff au wanataka kushuka, kila mtu hataki. Kwa hiyo na wao, yeye KMC wakati anapiga hesabu za kurudi, na wale nao wanapiga hesabu hivyo hivyo. Kwa hivyo kwangu mimi KMC maisha yao yamekuwa magumu. Inawezekana msimu huu isiwe bahati kwao kunusurika kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Nakumbuka kuna msimu KMC amecheza playoff na Mbeya City, akamtoa Mbeya City kwenye playoff. Wakati huo KMC kocha wao wa kipindi hicho alikuwa Jamhuri Kwelu Julio, na Mbeya City alikwenda ndo akashushwa daraja na Mashujaa na KMC akabaki. Sasa safari hii nafikiri kuna uwezekano mkubwa KMC tusiwe naye. Yani mimi sijui, lakini tusubiri muda utakuwa kimo mzuri, lakini kwa mwenendo alionao KMC sasa hivi hawakuonyeshi kama wana timu ambayo inaweza kwenda kushindana angalau kuingia kwenye playoff. Lakini msimu huu inawezekana ukawa ni msimu ambao utawapa funzo kubwa KMC, labda baada ya wao kutokuweza kubaki ligi kuu, inawezekana wakapata funzo, kwa sababu wameshanusurika alafu hawakuonekana wamechukua hatua stahiki. Hapa ninavyoangalia kwenye msimamo, KMC ana pointi 8, kacheza mechi 18. You can imagine pointi 8 kwenye mechi 18 ni performance isiyoridhisha kwa kweli. Na kwenye mechi hapa amebakiwa na mechi 12, na nikiangalia mechi zake 12 KMC hapa kwa michezo inayokuja KMC, sijui sasa ataondoka nani KMC. Maana KMC ana mechi nyingi na hao wenzake ambao wako kule chini. Ndio. Alafu ana mechi na Simba.
KMC ana mechi na Yanga, ana JKT Tanzania, ana Azam. Yaani hizi mechi mingi KMC simpi matokeo ya ushindi kirahisi. Hususan mechi za Yanga, Simba, Azam, JKT Tanzania hizi atoboi. Ana mechi na Tanzania Prison, alafu ana mechi na JKT, inakuja mechi ya Yanga. Hizo ni mechi 3 zijazo za KMC. KMC dhidi ya Tanzania Prison, ambaye hapo wote watapambana. Prison anatafuta kuamkia kwa KMC. Alafu KMC atakuwa na mechi ya JKT Tanzania. Alafu akitoka hapo ni KMC na Yanga. Aise? Ndio maana nakwambia sioni wameshachelewa. Jana nilikwambia kitu kimoja. Ndio zile group za teams. Nilizingatia kila kitu. Yaani nilikuwa naangalia mambo mengi sana ambayo yanaweza kuzikumba hizi timu. Hata Yanga walikuwepo unajua kwenye timu ambazo Yanga niliweka kwenye umakini, Simba nikaweka kwenye userious, Azam nikaweka kwenye userious. KMC niliweka kwenye tahadhari, wenzao Tanzania Prison, nilimweka pia Coastal humo. Na Coastal naona ashaanza kumfukuza kocha. Wamemfuta kazi kocha. Wamemfuta kazi kocha. Na wao wana point 16, wanashika nafasi 13. Wako pointi sawa na Fountain ambao wana point 16. Ndio maana nakwambia hao wote ni tahadhari. Aba KMC tobo. Tahadhari KMC nilishaondolea. Peter alikuwepo hapa, nafikiri angekumbusha. Ilifika sehemu nikasema tahadhari sasa kwa KMC na Tanzania Prison. Sio tu wao, hata Tanzania Prison. Kwa mwenendo wa timu yao na namna ambavyo inaendeshwa. Kutoboa tena pale ni ngumu kidogo. Sasa wao ilini hao wana matumaini. Nani? Prison. Unajua kwa nini? Prison ina point 13. Hivi unajua na 16, Coastal na 16. Unajua huu si msimu wa kwanza kwa Tanzania Prison kuwa na hali kama hii. Exactly. Ni misimu 4. Na kwenye misimu 4 na Coastal Union. Sasa Coastal Upete ingekuwa hapa angeka sawa swala la Coastal. Unajua Coastal mkongwe. Kala chuvi nyingi. Unasema nyani mzee. Ngoja nipenye hapa niangalie ratiba ya mechi zao za mwisho. Najua huwa mara nyingi Coastal nyani mzee amekwepa mishale mingi. Unaona hizi action ambazo hata Coastal mwenyewe kachukua. Kamuondoa kocha, ni kushtuana tu ambapo kiasili unaweza kuwasaidia. Coastal nyani mzee shehe wangu. Na mechi zake 2 za mwisho anamalizia nyumbani. Nakwambia tena Mkwakwani. Mkwakwani palipofungua viti. Tumalizie na swala la Mkwakwani. Umepagusia Mkwakwani na hapo ndo kuna kero yako ya leo. Mimi bwana, Mkwakwani niliona mechi ya Coastal Union na Mtibwa. Ilichezwa juzi usiku. Ule uwanja ukiuangalia, baada tu ukimaliza michoro ya mipaka ya uwanja ya eneo la kuchezea, nje hapa kuna vifusi vingi vya mawe na nini. Sasa ile kwangu mimi ni hatari kwa usalama wa wachezaji, mashabiki, waamuzi, yani kila aliyoko uwanjani. Pale hakuna usalama. Kwa sababu ingetokea mashabiki hawajaridhishwa na matokeo ya timu au hawajaridhishwa na maamuzi ya referee, mashabiki mara ngapi tumewahi kuona wanaingia uwanjani kuleta vurugu. Imagine pale kulikuwa kuna vifusi vile, so angechukua silaha zilikuwa ziko pale chini, wangewapiga. Na mimi nakumbuka Coastal Union ule uwanja wa Mkwakwani una hiyo historia. Nakumbuka ilikuwa ni mechi ya Yanga na Coastal Union ya kombe la FA. Pale mwamuzi alikuwa kupigwa jiwe pale. Walishakuleta vurugu ule uwanja. Na unajua uwanja ule wenyewe uko karibu na mashabiki, wako karibu na uwanja. Tofauti na viwanja vingi ambavyo tunavitazama, mfano wa Simkirumba, sijui Sokoine, viwanja vingi kuna runway, iko running tracks pale ambazo zinatengeneza mbali kidogo kati ya mashabiki na uwanja, lakini eneo la kuchezea la Mkwakwani na mashabiki wako karibu. Alafu sasa huwezi kuwawekea means za kufanyia vurugu. Sio tu hivyo. Kwa upande mwingine pia hata mchezaji anaweza kwenye kompingo zao wale wanashikanaga mashati. Au chukulia mfano mchezaji pale angekimbia. Labda akafanywa tackling au whatever. Kapitiliza mpaka nje ya uwanja. Sana kivaa kifusi kile. Hilo pia ndo ambalo nilikuwa naona wanakuwa na kompingo nyingi uwanjani. Kwa hiyo inaweza kama na hata juzi kwenye mechi Kiliumana ilitokea ugomvi wa wachezaji, vurugu na nini. Sasa pale ndo mtu sila anaiona pale.
Sawa, lakini pia tu ni hatari kwenye maeneo ya uwanja, hata kama ujenzi ulikuwa unaendelea. Mnaweza mkafanya kitu, hata kuna namna huwa wanafunika, au walikuwa hawajafunika? Hapajafunikwa. Okay. Wako wazi, yani yako vitu viko wazi. Kuna namna wanafunika na zile turubai. Na kuonyesha kupata, kwa sababu hata viwanja vikubwa duniani mimi naona vikao vinaendelea na ujenzi. Alafu wakiwa na mechi huwa wanakava maeneo ambayo yanaonyesha kuna ujenzi unaendelea. Sasa pale huwezi amini, na sio sehemu moja, vifusi vimezunguka uwanja yani huko. Sawa, wanaosikia wasikie walifanyia kazi, na inawezekana pengine pia waliona